Hispania imehimiza Umoja wa Ulaya kusitisha mkataba wa ushirikiano na Israel. Hispania inaiomba Umoja wa Ulaya EU kusitisha mkataba wake wa ushirikiano na Israeli kutokana na madai ya ukiukwaji wa sheria za kimataifa, Waziri Mkuu Pedro Sanchez amesema Jumapili. Uhispania imeikosoa serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutokana na mzozo wa Gaza na mashambulizi ya Israeli dhidi ya nchi jirani ya Lebanon. Netanyahu ameishitumu Uhispania kwa unafiki na uadui. Siku ya Jumanne, serikali ya Hispania itawasilisha pendekezo la EU kwamba Umoja wa Ulaya uvunje mkataba wake wa ushirikiano na Israel. Sanchez aliuambia mkutano wa kisiasa huko Andalusia. Alidai kuwa Israeli inakiuka sheria za kimataifa na kwa hiyo haiwezi kuwa mshirika wa Umoja wa Ulaya. Ni rahisi hivyo. Mkataba wa ushirikiano wa Juni 2000 kati ya EU na Israeli unajumuisha kipengele kinachohitaji heshima kwa haki za binadamu. Uhispania na Ireland kwa mara ya kwanza ziliitisha mapitio ya mkataba huo mnamo 2024, huku kukiwa na wasiwasi juu ya mbinu zilizotumiwa katika vita vya Gaza kujibu mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israeli mnamo Oktoba 2023. Hatua ya Hispania kuitambua nchi ya Palestine mwaka huo huo ilikasirisha Israeli, na Sanchez ameongeza ukosoaji wake dhidi ya serikali ya Netanyahu tangu wakati huo. Hispania, Ireland na Slovenia zilituma barua kwa Tume ya Ulaya siku ya Ijumaa zikitaka mkataba huo na Israeli ujadiliwe katika mkutano ujao wa mawaziri wa mambo ya nje wa EU. Netanyahu mwezi huu aliishutumu Hispania kwa kuendesha kampeni ya kidiplomasia ya kiuadui dhidi ya nchi yake na kuizuia Madrid kushiriki katika kazi ya kituo kinachoongozwa na Marekani kinachoundwa kusaidia kuleta utulivu huko Gaza baada ya vita. Israeli haitakaa kimya mbele ya wale wanaotushambulia, Netanyahu alisema wakati huo. Siko tayari kuvumilia unafiki huu na uadui huu. Sitaruhusu nchi yoyote kuendesha vita vya kidiplomasia dhidi yetu bila kukumbana na gharama ya papo hapo, alisema Benjamin Netanyahu, kwa kutoa vitisho kwamba yuko tayari kuishambulia nchi yoyote itakayoendesha kampeni ya kusambaza sumu ya taifa lolote kuichukia Israel. Hata hivyo, ghadhabu hizi za Hispania zinajiri wakati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuiondoa Marekani katika ushirikiano na Hispania, hatua ambayo ilighadhabisha Hispania na kuanza kukoleza mashirikiano baina yake na China. Baada ya tamko hilo la Trump, Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez haraka iwezekanavyo alifanya ziara na kwenda Uchina kwa ajili ya kuzungumza na viongozi wa China kuimarisha mashirikiano ya kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia ikiwezekana na kiusalama. Hatua hiyo pia inapanua hatari ya mashirikiano baina ya Marekani na Umoja wa Ulaya EU, hasa katika muungano wa kujihami wa NATO, kutokana na Marekani kuanza kuwashambulia wanachama wa NATO walioko ndani ya Ulaya kwa sababu ya kushindwa kumpa ushirikiano katika vita vyake na Irani na hata kushindwa kumsaidia kuendesha operesheni ya kizuizi cha mlango wa bahari wa Hormuz, pamoja na kuziwekea vikwazo bandari za Irani.